Hongera kwa kuja hapa na kwa kukamilisha mafunzo yako. Kwa kuwa umefika mbali sana. Swali la wazi ni kuelewa mchakato kutoka hapa hadi kazi halisi. Kuelewa mchakato wa jinsi ya kupata kazi haraka iwezekanavyo katika ulimwengu wa leo wa dijiti ni ujuzi wa kuwa nao. Baadhi yenu tayari vizuri sana na muundo wa kuajiri na wafanyakazi, aidha kuelewa portals kazi kwa haraka kupata na kuomba kwa ajili ya kazi. Wewe ni kuangalia kwa video hii itatuelimisha sote juu ya jinsi ya kukamilisha utafutaji wa kazi kwa muda mfupi bila kulipa msaada wa kitaalamu. Kwa hivyo, kwanza kazi yako katika biotech, pharma au tasnia nyingine yoyote ambayo unaweza kuwa na lengo, hii ni video ya yo. Utakuwa ukipokea cheti chako cha kukamilika kwa kozi katika barua pepe yako. Hongera sana. Kwa wakati huu, pia tayari una wasifu ulioandaliwa na timu yetu, na ikiwa unajiamini vya kutosha kuwa unaweza kuomba kazi peke yako, mkuu, nenda kwa hiyo. Lakini kwa ajili yenu wengine, hebu tuelewe hatua zinazohusika katika kupata kazi, baada ya kupata ujuzi unaohitajika kwa kasi ya haraka. Kulingana na uchunguzi, inachukua muda wa wiki 4 hadi 6 kupata kazi iliyo karibu nawe, kutuma ombi, kujiandaa kwa mahojiano na kukamilisha mchakato wa kuajiriwa. Lakini tu, ikiwa wewe ni mtaalamu na unafahamu mchakato mzima na una uzoefu unaofaa wa tasnia. Lakini, ikiwa hujui jinsi ya kupata mgombea wako kwenye meza ya meneja wa kukodisha na kuvunja mahojiano, inaweza kuchukua muda mrefu kupata kazi. Zaidi ya hayo, ikiwa unabadilisha tasnia mpya, uwindaji wa kazi unaweza kuchukua miezi, haswa wakati huna mtu anayekusaidia ndani ya tasnia kukuelekeza katika mwelekeo sahihi. Wagombea wengi wanaotafuta kazi hawana uhakika hata ni aina gani tofauti za wasifu ambazo kweli huleta mabadiliko katika kuangazia ujuzi wako na kuongeza nafasi za wasifu wako ili kuorodheshwa haraka. Angalau tumehifadhi tatizo hilo kwa ajili yako kwa kuunda wasifu na umbizo ambalo kampuni za bioteki, madawa na vifaa vya matibabu zingependa kuona na kuvutiwa nazo kwa miaka mingi. Sasa, kuanzisha wasifu wa LinkedIn ni hatua ya kwanza na ni zana inayofaa sana kupata arifa moja kwa moja kutoka kwa makampuni wakati wana ufunguzi. Nimepata ofa za moja kwa moja kutoka kwa kampuni ya kwa jukumu jipya lenye malipo bora kwa sababu wasifu wangu wote wa kikazi unaweza kusomeka pamoja na picha yangu kama vile wasifu wangu na wafanyakazi wenzangu wanaweza kuidhinisha ujuzi wangu. Zaidi ya hayo, uwezo wangu. Waajiri wanaweza kuona kama niko wazi kwa kazi na aina ya kazi ninayotafuta. Kama uthibitishaji wa wasifu wako na ujuzi, waajiri wanaweza kusoma ridhaa na pongezi ambazo umepata kutoka mahali pako pa kazi. Kwa hivyo wakati mwingine inaweza kuwa ya haraka sana kwenye LinkedIn kupata nafasi ya kazi kama mawasiliano na mwajiri yanaweza kufanyika kama tu kutuma ujumbe kwa mtu kwenye programu. Unaweza kuendelea kuwasiliana na wafanyakazi wenzako wa zamani na kushiriki fursa ninyi kwa ninyi kama tu mitandao ya kijamii na inafurahisha. Trust me. Ni muhimu kuunda wasifu wa mgombea kwenye tovuti tofauti za kazi kama vile Monster, ZipRecruiter, Wajenzi wa Kazi na wengi nyingi zaidi. Waajiri na waajiri huenda kwenye tovuti hizi wakitafuta wagombeaji wa kujaza majukumu ambayo yanafunguliwa katika tasnia kila siku. Kulingana na algorithm ya portal ya Ayubu iliyopangwa, waajiri wanatafuta wagombeaji wanaofanya kazi na maneno muhimu sahihi ambao wamesasisha wasifu wao hivi karibuni. Haya huanza tena huonekana juu katika utafutaji kila asubuhi wakati majukumu mapya hufunguliwa. Waajiri na makampuni ya wafanyakazi
Tafuta hifadhi data ya tovuti hizi kila asubuhi kwa waombaji wakuu. Ukisasisha utafutaji wako na kuendelea mara moja kwa wiki kwenye tovuti hizi, ikilinganishwa na kila siku, utafutaji wako wa kazi unaweza kuchelewa sana, na ikiwa haupo, unaweza kupokea simu kwa siku, ingawa unaweza kuwa sana mgombea anayestahili. Kwa hivyo, kwa kuunda akaunti kwenye lango na kusasisha wasifu wako kila siku, simu yako italia pamoja na ofa. Makampuni ya wafanyakazi yatakufikia moja kwa moja na kutuma wasifu wako kwa hatua za mahojiano. Pia tunaweza kufanya maombi haya kwa ajili yako kwa bila gharama kwako. Tunapenda hii kwa wakufunzi wetu. Lakini ikiwa tu ungependa tufanye. Pia tunatoa usaidizi huu kwa watoa mafunzo wengine kwa wafunzwa wao. Zaidi ya hayo, baada ya majadiliano ya utumishi, tunaweza pia kukufundisha kwa majadiliano ya wasimamizi wa kuajiri na kutoa mazungumzo. Tuna uzoefu wa kina wa mahitaji ya kuabiri kama vile vipimo vya matibabu, ukaguzi wa chini kabla ya kujiunga. Hebu tuvunje mchakato mzima katika hatua 3. Hatua ya kwanza kabisa ni kuanza kupakia wasifu wako kwa milango yote ya kazi na maneno fulani ambayo ni maalum na yanayohusiana na kazi unatafuta. Mara tu unapoingia, maneno muhimu kama eneo la utaalamu wako, upeo wa kazi zote zinazohusiana na maneno zitakufungulia. Yote katika biotech na sekta ya dawa, kuna maneno fulani na habari katika sehemu ya ujuzi iliyowekwa ya wasifu, ambayo inasomwa na akili ya bandia, na orodha hii fupi ya wasifu wako kwa kazi mbalimbali ambazo zinahitaji ujuzi huo. Chombo hiki kimoja kinaweza kusaidia kupata wasifu wako umakini zaidi kuliko wagombea wengine katika uwanja huo huo. Maneno haya ni muhimu na umejifunza katika mafunzo. Kwa msaada wa maneno haya na uzoefu kamili wa wigo au ujuzi wa majukumu ya kazi kwenye wasifu wako, utakuorodhesha kwa muda mfupi. Huu ni mfumo uliothibitishwa. Nambari ya mlango ondoa 2. Hebu tuzungumze juu ya waajiri au pande zote. Mara baada ya kupata wasifu wako katika bandari hizi na kupatikana kwamba ujuzi wako kuweka mahitaji ya kazi ya mechi, watakuita na kukuuliza maswali muhimu. Ikiwa unajua jinsi ya kuwajibu ipasavyo, unaweza kupata mahojiano na meneja wa kukodisha. Tuna mafunzo ya kina juu ya jinsi ya kuingiliana na waajiri ili kufikia haraka hatua ya mahojiano. Nambari ya mlango ondoa 3. Jinsi ya kumruhusu mhojiwa kujua kwamba unajua na kuelewa mchakato na utakuwa unachangia mara moja kuajiriwa kwa wakati wowote. Tunafundisha na kufundisha juu ya nini cha kusema na jinsi ya kuitoa na timu ya kukodisha. Maandalizi ya mahojiano ya mock pia ni sehemu ya mafunzo yetu kusaidia wagombea wetu kupata kazi haraka. Wakufunzi wetu wa mahojiano ya kejeli wametengeneza mbinu ambazo zinampa ujasiri mwajiri kwamba wanaajiri mgombea sahihi ambaye ana nidhamu sahihi na mbinu ya kuchukua jukumu la kazi kwa ufanisi. Hii ndio ufunguo wa programu yetu. Mara baada ya kufuata hatua ya kwanza, wasifu wako utaanza kugunduliwa na utaanza kupata simu kwa mahojiano. Hakikisha unaondoa barua yako ya sauti kila siku. Kama sanduku lako la barua linaweza kujazwa kila siku. Waajiri wengine watakuita mara nyingi na kukuacha ujumbe wa sauti. Kwa hivyo hakikisha sanduku lako la barua lina nafasi ya kuendelea kupokea ujumbe kwa fursa zaidi. Angalia na ujibu barua pepe zako kutoka kwa HR na waajiri. Angalia arifa zako za LinkedIn. Hakikisha uko wazi na majadiliano ya simu na waajiri kuhusu umbali gani ungependa kusafiri ili waweze kuleta fursa sahihi. Baadhi ya waajiri na wafanyakazi katika sekta hii
wamekuwa wakifanya kazi kwa zaidi ya miaka 20 sasa na ninawaona mara kwa mara. Ni kama jana wakati mimi kwanza kuingiliana nao katika mwanzo wa kazi yangu. Kuwa sahihi kuhusu muda wa mahojiano na kutoa siku na nyakati tofauti kwa kubadilika kwa upatikanaji. Katika ushauri wa Aryan, tunaamini katika kusaidia, kufundisha wagombea wetu kuwawezesha kuwa pro katika utafutaji wao wa kazi mwanzoni kutoka mwanzo wa kazi yako au wakati wowote unapobadilisha ukuaji. Mara tu unapofungua mlango wa kwanza na wasifu wako mfupi ulioorodheshwa, tafadhali fuata hati ya iliyotolewa kama sehemu ya kuingia na kusafisha nambari ya mlango 2. Angalia simu yako na barua pepe mara kwa mara na ujibu yote. Hutaki kupoteza nafasi za kazi. Panga muda wako wa siku kuzungumza kwa waajiri tofauti kuhusu kazi katika kampuni tofauti. Kuwa rahisi kuchukua fursa ya kwanza ambayo inaweza kutoshea ratiba yako. Hakikisha majadiliano mazuri na ya wazi na waajiri kuhusu matarajio yako ya malipo, eneo lako, safari yako ya kufanya kazi na mazungumzo mengine yanayohusiana na faida. Kuwa mbele kuuliza kwa ajili ya muda wa mahojiano na tarehe na kuthibitisha na alama kwenye kalenda yako na vikumbusho mapema. Jifunze kuhusu kampuni. Tunafundisha katika programu yetu ya mafunzo jinsi ya kuelewa majukumu ya kazi na tathmini aina ya kazi unayoingia. Daima kuwa juu ya kuangalia kwa wito kutoka HRS na waajiri si miss fursa yoyote. Mazoezi ya utoaji wa uzoefu wako, seti za ustadi na mafanikio ya kitaaluma katika mahojiano. Usisahau kufanya uchambuzi wa sekta, kampuni, jopo la mahojiano, mapitio na kujiandaa, toleo dogo la muhtasari wa kile unachojua na kuzungumza kwa ujasiri. Ikiwa unaweza kutoa toleo la muhtasari wa ustadi wako kwa mhojiwa, mafanikio yako yamehakikishiwa. Andaa orodha ya maswali ya kuuliza wakati wa mahojiano. Tumekufundisha katika programu maswali gani ya kuuliza. Kumbuka tu maswali haya. Kumbuka barua pepe ya mhojiwa na jina au uulize habari ya mawasiliano baada ya mahojiano na uwaandikie barua pepe ya asante. Katika moja ya mafunzo yetu ya mahojiano, umejifunza kuhusu asante template ya jumla ya barua pepe. Kama huna uhakika jinsi ya kufungua milango yote mitatu peke yako kwa mara ya kwanza, tukusaidie bila gharama yoyote. Jaza fomu katika kiungo hapa chini na mtu kutoka kwa timu yetu atakufikia kwa hatua zifuatazo. Yote ni kuhusu kuelewa kampuni na mahitaji ya kazi. Kumbuka, kuna maumivu kwa upande mwingine. Kuna kazi kwamba kampuni ni kujaribu kufanya. Ukimwambia meneja wa kukodisha unaelewa maumivu na ujuzi wako kuweka, unaweza kuondoa maumivu yao. Umejifunza mbinu, jinsi ya kupasua mahojiano kwa njia moja. Sasa, kaa na bunduki zako. Asante kwa kuwa nasi katika mafunzo ya Biotech na Parma. Tunakutakia kila la kheri kwa kazi yako. Tunasimama kwa 100% nyuma ya kanuni zetu za mafunzo na tumethibitisha mipango ya mafunzo ya msingi ya maarifa na tuna hakika ya mafanikio yako na maarifa uliyo nayo sasa.